Wakati Loveness analia, Kelvin yupo kituoni kwa mahojiano juu ya yeye kuhusika na utakatishwaji wa fedha kwenye kampuni. Chopeko kupitia sentensi ya kuwa hawezi kurudi mtaani inaashiria kabisa yupo tayari kuzipokea milioni 20 kutoka kwa Dennis na kula starehe naye, huku akiendelea kuchota taarifa za Kelvin na mipango kuhusu kampuni ili Dennis aiteketeze mazima. Sasa kitendo cha Kelvin kwenda kituoni kwa mahojiano na kulala mahabusu, lazima atakuwa ameonana na Mzee Gamba, na huyo Mzee Gamba ndiye aliyehusika kuteketeza fedha za kampuni, na video hiyo ipo kwa Dennis akishirikiana na Chopeko, bila kusahau Dennis na yeye alihusika kuziba zaidi ya milioni 200 ambazo Latifa aliondoka nazo. Kibaya zaidi, Boniface akiwa anawapa taarifa kuhusu Kelvin amesema hivi: Kelvin hana hatia kwa sababu utakatishwaji wa fedha za kampuni ulitokea kipindi Kelvin si bosi wa kampuni, na bosi aliyekuwepo kwa muda huo ni Mzee Gamba pamoja na Dennis wakiwa wanashirikiana. Hivyo Mzee Gamba ipo mahabusu, ataenda kumtaja muhusika mwingine ambaye ni Dennis. Vipi hapa pananoga, kwa sababu Kelvin lazima atamdunga maswali, imekuwaje uwepo hapa? Sasa Chopeko amesikika akiongelea issue ya kumtafuta baba yake, na alipoenda kwa Dennis ameambiwa asiseme juu ya Mzee Gamba kuhusika na kumuua baba yake na Dennis Parangoto, na akajuzwa namna kampuni imekosa mwelekeo, huku akikandwa maneno matamu kuwa Kelvin anaenda kufilisika na kampuni inakufa. Sasa achague kupewa milioni 20 na mastarehe kibao au kuishi mtaani. Sehemu ya pili ambayo Chopeko atafanya uamuzi wa kuwa upande wa Dennis ni pale ambapo Kelvin anarudi nyumbani na kuonana na Loveness, kisha kujuzwa situation ya Chopeko na namna analitaja jina la Kelvin kuwepo jela, pamoja na kutaka kufahamu taarifa nzito kwa kina. Haitoshi, watakaa kikao na Mama Kendi ili kuzungumza na Kelvin kuhusu Chopeko kuonwa kama mke wa jicho la pili kwa Kelvin, lakini ule mwitikio ambao Kelvin atakuwa nao wa kukataa kuwa mume wa Chopeko ndio utakuwa chachu ya Chopeko kuhamia kwa Dennis na kuwekeza huba lake huko, pamoja na kupenyeza taarifa za siri kuhusu Kelvin, japo uwezekano wa Chopeko kugunduliwa ni mwepesi sana. Yani Kelvin, Mama Kendi pamoja na Loveness watamgundua even hata akificha kwa namna gani. Je, atagunduliwaje? Usiwaze. Kuna mambo haya mawili nitakujuza hapo mbele. So tunaokubaliana na mimi kuwa Chopeko atakuwa upande wa Dennis na kitamramba mwisho wa siku aishie jela. Like video hii, kisha finya neno subscribe ili kupata update kwa sasa, then turn on notification bell kupata info kwa kina na kwa muda mwafaka, kisha utapromosha maoni yako kulingana na concepts nitakazo kupatia. Baada ya kusema hayo, sasa let's go. Punde Chopeko akikubali kuwa karibu na Dennis, kutakuwa na more spending of money nje ya nyumba zaidi ya hapo awali. Hivyo ratiba hiyo mpya itakuwa na ujio wa mambo mapya ambayo yatakuwa yanawatia wasiwasi mzito wa kina Kelvin na Loveness, na kugundua kuwa Chopeko yupo na mtu wanayeshirikiana kwa kuwa na more spending of money ambayo ipo nje na pesa ambayo anapatiwa na Kelvin. Hivyo Loveness au Boniface anaweza kutumwa kufanya uchunguzi. Je, Chopeko huenda wapi majira ya asubuhi na kurudi usiku? Na ndipo inakuja kubainika anahudhuria mara kadhaa akiwa na Dennis. Haitoshi, Chopeko ni mjinga sana. Unajua atakuwa na spendi mbaya ya pesa kiasi ambacho atajulikana mapema sana kuwa ana pesa za ghafla, na kama wakianza kufuatilia nani anampa inakuja kuonekana ni Dennis. Je, watajuaje? Halafu hapo ni batamu sana, kwa sababu uchunguzi utaanza kufanyika kwa siri kujua Dennis pesa hizo anazitoa wapi na akaunti ya Chopeko imeingiza pesa kutoka kwa nani. Licha ya hayo, hiyo miamala yote ikija kubainika namna iliingia kwa Chopeko, ndipo kutakuwa na chanzo cha kujua ni nani alishirikiana na Dennis hapo zamani kuweza kutaifisha pesa kwenye kampuni ama kuhujumu uchumi wa pesa kwenye kampuni. Hivyo miongoni mwa watu watakaohusika katika utakatishaji wa fedha, Chopeko atakuwepo akiwa ni yule mwenye kutumia milioni 20, huku Mzee Gamba, mzee mzima ambaye aliiba pesa nyingi, atakuwa kwenye kikaango kikali. Tukija huku mahabusu ambapo Kelvin mchana wa leo anatoka, kama kaweza kuonana na Mzee Gamba, huenda watakuwa wameongea mambo kadhaa, hasa kwa kumuuliza imekuwaje upo hapa, na kama kaeleza chochote basi kinaweza kuwa chema kwa upande wa Chopeko. Je, unajua ipoje? Wow, ipo hivi.
Chopeko bana hajui pahala baba yake yupo, hivyo lazima akija kusikia mzee wake yupo mahabusu na anakaribia kwenda mahakamani kwa kesi nzito ya wizi na kukosa dhamana kwa sababu hana mtu wake wa karibu wala nini, basi Chopeko atakuwa na wasaa mzuri wa kwenda kuungana na Dennis ili apate pesa hatimaye amtoe mzee wake. Na kama Chopeko ana akili timamu, na hakika hizo milioni 20 ndizo zile zinaweza msaidia yeye na mzee wake kuishi maisha salama kwa kununua nyumba na kuanza maisha mapya. Ila kwa ubongo wa kuku alionao Chopeko, sina hakika kama atakuwa na wazo hilo. Ila kama Kelvin akatoka na akaonekana yuna dalili za kushinda mapambano, basi Chopeko yupo mbioni kuwa mguu pande kwa kutokufahamu aende wapi, kwenye pesa na maraha au abaki na Kelvin. Hapo vipi? Na muda huo ndio muda rafiki ambao Dennis na Oti wanakuja kuitapeli kampuni kwa kuwatuma wawekezaji feki wa mrubini Kelvin kisha waitupie kampuni kwa Dennis. Kika mambo ni ngumu sana. Kibaya zaidi, Oti yupo kufuatiliwa na Boniface, hivyo kabla mambo hayajaharibika kwa Chopeko, lazima watakuja kumfuma na taarifa zikafika kwa Kelvin. Patamu hapo. Nadhani mpaka hapo nimekusuka ubongo kwa kina. Perfect. Kabla hatujamalizia segment ya mwisho, ni kujuza dhumuni la sauti yangu. Karibu Kibox Media Mtimo. Video hii itakujuza mambo yafuatayo: 1. Analysis ya matukio ambayo huenda yakaja kutokea kwenye next video. 2. Itakujuza kuhusu mambo ambayo nimeyapenda na yale ambayo sijayapenda kulingana na impressive events zilizopo ndani ya video hii kwa niaba ya wengine. 3. Ikiwezekana nitakupasha habari juu ya jumbe kadhaa zinazoakisi uhalisia wa maisha yaliyopo kwenye jamii zetu kupitia matukio yaliyopo kwenye series, hivyo nifuatilie mpaka mwisho ili uweze kunielewa zaidi na kunoreka ubongo kuhusu analytical review kutoka Kibox Media. Bila hivyo nina hakika unaweza kupata kakasi kidogo, but Timothy nipo hapa, twende kazi. Segment ya mwisho ni juu ya mambo ambayo nimeyapenda na yale ambayo sijayapenda. Kwanza, nimeumia sana kuona Kelvin anapitia wakati mgumu sana, halafu Chopeko anakaza upande wa faida. Hana hisia. Sisi tulijua akabadilika, labda tutamuonea huruma, kumbe ni mjinga, haijawahi kutokea, huyu ni kuku. Ona sasa, Loveness analia akimkumbuka Kelvin, ila kwa ujinga wa Chopeko hana hata mshipa wa kumtafuta baba yake. Maskini ya Mungu anateseka huko mahabusu. Je, kwa kuwa mzee wake ndiye anayehusika na kuhujumu uchumi wa fedha za kampuni, atakuwa tayari kuungana na kumtetea? Sidhani. 2. Chopeko ngedere eti anataka Kelvin akirudi amwambie Loveness alikuwa akimsindikiza Boniface na wanakaa sana, ili Kelvin ajue Loveness na Boniface wana mahusiano. Huku ni ya Chopeko ni kujenga chuki tu. Naomba Chopeko kimrambe kwa hili. Kwanza, Boniface atatetewa na Mama Kendi kwamba si kweli, kwani Boniface alikuja hapa kuleta taarifa za wewe kuwekewa uchunguzi na mahojiano, hivyo kope za Chopeko lazima zidance. 3. Sijawahi kuona mwanamke mjinga kama Chopeko. Kwa namna alitendwa na Dennis hapo zamani, anataka kurudi tena kwake. Kama kuna wanawake kama hawa mtaani kwako au nyumbani kwako, basi hakikisha unakaa nao mbali na wasiwe miongoni mwa maisha yako, utapotea. 4. Mama Kendi hakika anaumia sana kuona Chopeko haondoke nyumbani hapo, na anatumia akili nyingi sana kujua dhumuni la Chopeko, na hivi karibuni mambo itakuwa ngumu kiasi cha kushinda kuhimili yatakayomkuta. Finally, kwa mtazamo wako, hujahisi kitu pale ambapo Loveness alimwambia Chopeko ahakikishe kwamba anaoga huko atokako, au aliwaza Chopeko na tabia zake za kudanga na hakuna kingine ambacho kipo nje ya pazia au ndani ya pazia? Lakini pia kwa situation ya Chopeko, anaenda kuungana na Dennis au atakuwa shushushu wa kupata faida tu bila kupenyeza siri kuhusu mipango ya Kelvin na atabaki upande wa Kelvin? Timothy nipo hapa. Drop comment yako yenye maoni sahihi. Wana familia Kibox Media wapo hapa, watakupa like na kukujibu kulingana na maoni yako. Cha msingi zingatia matumizi sahihi ya lugha fasaha Kiswahili, maana ukiandika comments yenye misamiati tata haisomeki, haileweki, wakati sehemu ya credit ipo, basi edit ili comment yako ing'ae, la sivyo ikikaa kama mzimu itafuta mara moja, kwa sababu itakiuka maadili kama Kibox Media family. See you until the next time, but you may comment by using English language. Kibox Media family, they will respond if possible. Ciao.